الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تعالى وتوفيقه وامتنانه tunaendelea na majalisi zetu tulizoziainisha maalum kwa ajili ya kuzungumzia mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye anajulikana kwa jina la Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Hashimi al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi wa ummihi wa akhihi wa an sa'iri ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa huu ni usiku tarehe 17 katika mwezi huu wa Muharram katika mwaka wa 1448 tangu hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni sawa na usiku wa tarehe 2 wa mwezi huu wa 7 mwaka wa 2026. Niliwahi kutangulia kusema kwamba habari zinazohusu madhhabi ya Shia al-Ithna Ashariya ni nyingi sana, ambazo tunatakiwa sisi tuzifahamu kwa kina kwa sababu ni janga lililoenea katika miji na wenyewe wanayatangaza madhehebu yao, na wako wanaoghurika wakiona kwamba wako katika haki, hususan wanapotajiwa ahlu baiti rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini ndani yake kuna mambo mengi mno, tena mambo makubwa ya msingi ambayo ahlul baiti hawahusiki nayo haya, bali ni mambo ya kuzua na kutunga, yamezushwa na watu wenye malengo maalum, wakawasingizia ahlul baiti, na hasa wafuasi wa Abdullah ibn Sabai al-Yahudi, wakiwemo wakina al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali na wenzake. Na kila zama na kila karne walipatikana watu wa namna hiyo, wakawa kazi yao ni kuzua maneno ya uongo, kisha wakawasingizia ahlul bait. Na kawaida maneno ya batil siku zote huwa hayana mwelekeo wala hayasimami katika msingi imara. Wanawazuoni wa Kiislamu wa ahli sunnah wal jamaa wakayabainisha mengi katika haya, ili wewe Muislamu fahamu upotofu uliopo, kwamba haya yaliyosemwa si ya kweli, ni mambo yamejengwa katika misingi mibovu, misingi ya uongo na batil, ima kuhusu maimamu, kwanza kuhusu mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam,
kuhusu Al-Qur'an al-Karim, kuhusu masahaba, kuhusu maimamu na mambo mbalimbali, yawe ni mambo ya ibada au mengineyo. Yamebainishwa lillahi alhamdu wal minna. Sikwambii huko katika mambo ya kihistoria na mengineyo. Kwa hiyo janga hili lipo na linahitaji mukafaha, yani kupambana nalo, na njia kubwa ya kupambana na batili ni ilmu. Ilmu ndio msingi wa kupambana na batili. Alhujaj walbarahin, hoja huwa zinajengwa juu ya msingi wa ilmu au zinatokana na ilmu. Kwa lazima wapatikane watu watakaojitwika mzigo wa kutafuta ilmu na kuvumilia tabu zake, wasome, waelewe, na wafuatilie mambo kwa undani zaidi na kina zaidi, alafu wachukue jukumu la kuwafahamisha na kuelewesha wengine. Nimetanguliza kuyasema haya ili tutilie umuhimu haya tunayozungumza katika majalisi hizi, na ili yawe pia ni ufunguo kwa masaili ambayo pengine ulikuwa unayajua lakini kwa kiasi fulani, au pia wajua lakini hujajua njia zake za kuyafuatilia, au pengine huyajui kabisa, pengine wasikia tu na mengine hujawahi kuyasikia. Sasa kukaa na kufuatilia mambo kama haya kwa nia njema kabisa ya kueneza haki na kupambana na batil, ndani yake kuna ujira mkubwa sana, na hakuna anayeweza kazi hii isipokuwa tulabul ilmi as-sadiqun, tulabul ilmi as-sadiqun as-sabirun المجاهدون في سبيل الله. طلاب العلم وkweli, wenye subra, wenye kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu nimegusia masala ya al-imam, uimamu na ukhalifa, nimetaja sehemu ndogo sana. Kuna mambo mengi ya kujadili. Katika hayo ni hoja zao wanazozitegemea, kwa sababu wana hoja ambazo wanaziita hoja za kiakili wanazozitumia katika kuthibitisha madai yao, na hoja za kimaandishi au maandiko, hoja za kimaandiko kama vile kutumia ayati katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo si kidogo, ni nyingi. Al-Imam Sheikhul Islam Ahmad bin Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala amefanya kazi kubwa sana katika mlango huu wa kujibu hoja hizo, na mimi nawasihi tulabul ilm wamsome Ibn Taymiyyah, hasa katika kitabu chake Minhajus Sunnah an-Nabawiyya. Alhamdulillah, sasa vitabu vipo, ukienda pale katika maktaba kuna chapa moja, zile nusakh zile taba hajaria zile makubwa, yale vitabu viwili kwa kimoja, pembeni kuna kitabu, katikati kuna kitabu, maandishi madogo tuseme imeandikwa kwa pini au kwa ncha za sindano. Vile ndio vitabu ambavyo vilikuwa vimetangaa sana miaka ya nyuma. Sasa hivi chapa alhamdulillah zimetoka nzuri, zatiwa rangi, kwa hiyo umerahisishiwa katika namna tena, zatiwa shakli ili uweze kutofautisha baina ya fa'ili na maf'ul. Kila kitu kimewekewa hapo mbele yako, mambo yamehakikiwa.
unatakiwa usome. Kipindi kile tukisoma sisi, nilikuwa nikisoma sana vitabu vinavyohusu Shia, hasa vitabu vyao hivi vidogo vidogo hivi vinavyoandikwa na hao waandishi wa humu na kutoka nje vile vile, vitabu vya Kiarabu na Kiswahili. Kuna mingine unaweza kuyatazama kwa maarifa uliyopewa, majibu unayo. Mingine yanakutatiza, lakini waminyana wasoma. Katika ufumbuzi mkubwa kabisa mimi niliuona ambao ulileta nafuu hasa kwa upande wangu ni kitabu Minhajus Sunna cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Nakumbuka mabahithi yake mengi nilifanya ikhtisar. Kwa mfano hoja zinazozungumzia ukhalifa au imamu wa maimamu 12, tuanza na aya. Ibn Taymiyyah kapanga hivyo, aya yao wanaitegemea kama alivyotaja Mutahhir al-Hilli katika Minhajul Karama. Aya ya kwanza, aya ya wilaya, inma waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Ameanza na aya hiyo, alafu namna anavyoleta majibu, jambo la ajabu kabisa. Anaichambua ile aya na maelezo yao na madai yao, na anazungusha akili zao mpaka kupata kizunguzungu. Tunaona mtu wa ajabu kabisa katika kujenga hoja. Akimaliza labda akatumia karatasi ya 40 20 atakujibu aya hiyo, analeta aya nyingine, aya mawadda, qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba mathalan. Anaanza kuichambua na kuwajibu hata madai yao, anajibu aya hii tutaijibu kwa njia labda 35, atazileta zote. Mfano kimaliza labda ayatut tabligh, ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, unakiona zile aya zimepewa majina, ayatut tabligh, anaileta na maelezo yake. Kitazama mwisho hakuna ile hoja. Hivyo hivyo akazitaja aya zote unazozitumia na akazijibu zote. Kisha akaja kwenye hadithi, hadithul ghadir, hadithud dar yawm al-inzar, si hadithi raziyat yawm al-khamis na nyinginezo zote anazitaja na kuzijibu. Juzuu 8 Sheikh, juzuu 8 mujallad 4 kwa juzuu 8. Amefanya kazi kubwa rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo talibu ilmi kama uwezo kuyachukua yote, wafanye ikhtisar hoja hii, majibu yake, waandika muhtasari wako ambao waweza kuhifadhi na kuelewa na kuhifadhi zile hoja. Ukifanya hivyo hakuna yoyote anayeweza kusimama mbele yako ila yule anayeweza kumjibu Ibn Taymiyyah. Waweza kumjibu uwezi, basi hoja zetu sisi ni hizi. Mnaelewa? Lakini kuna mambo mengi ya uongo ilikuwa inatatiza. Kipindi kile vikatoka baadhi ya vitabu. Kuna kitabu kilitoka, vitabu vya Tijani ilikuwa vitoka sasa vya Kiarabu, thumma ihtadaitu liakuna min as-sadiqin ashiyahum ahli sunna, na mfano wa vitabu kama hivyo. Wakavitafsiri vya Kiswahili pia vile vile. Sasa kuna maneno yanayozungumza huyapatii majibu kwa sababu watu wa zamani hawajaandika. Walazimika kutafiti, kuangalia, wasoma, wapata maarifa. Lakini walillahi alhamdu, baada hapo vitabu vyote vimejibiwa hivi. Nakumbuka kitabu thumma hatadaitu, ilikuwa kuna hoja anazitaja, ukisoma kwenye Minhajus Sunna hupati, kwa sababu kaleta talbisi moja. Talbisi yaziishi kila siku, sasa kaja mpya. Ingawa kile kitu kimenikaa kwenye akili yangu, hii majibu yake ni nini? Mwaka 99 kwenda 2000 Allah alipojalia kwenda Yemen, katika pita zangu kwenye maktaba ile ya Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, nikakutana na kitabu kimeandikwa bal dhalalta. Yesu asema thumma hatadaitu, na mtu akamjibu akamwambia, yani thumma hatadaitu, hatimaye nimeongoka. Yule bwana anamjibu, anamwambia bali umepotea. Buku kubwa
Akasema sasa hapa ndio mahali pa kukesha hapa. Alhamdulillah, bahthi ilikuwa nzuri kabisa, bahthi nzuri kabisa. Kwa kitabu kama hicho unaweza kulazimika kukiandika, kwa sababu hakuna kitabu kuandika hoja na kila kitu. Ikiwa Allah jalla wa ala alipokadiria akatusahilishia kwenda al-Madina, katika vitabu nilikuwa navitafuta kimoja ni hicho. Nitakipata kweli kitabu? Ya Islamia zamani kuna maktabati ndani, zilivunjwa zile baadaye, zile za zamani. Maktaba moja chafu hivi nikaingia nikakikuta kile kitabu, na ilikuwa ni kopio moja tu kama kaniwekea mimi, nikainunua ile. Lakini ala kulli hali, man yaarif almatluba yahqir ma badal. Mpaka wewe wajua sasa wewe utafuta nini, jambo lako ni lipi, utaweza kuweka mipango pia katika hilo. Kwa hili likali limetusaidia sana katika kutafuta hoja na kuwajibu wapinzani. Mpaka kutoka vitabu vingi, waandishi ni wengi kuliko unavyofikiria. Maana unajiuliza, mbona ahli sunna hawawajibu hawa mashia? Mbona vitabu vya Shia viko vingi vinaenea katika mitaa? Kumbe ni sisi huku kwetu si wasomi, hatupatilizi mambo hayo. Dunia tayari iko mbali kabisa, washajibiwa vitabu vingi mno havina idadi. Kila kitabu kinachotoka chajibiwa na waandishi 10, 12, 20 wajibu tu. Huku kwetu kwa sababu watu si wasomaji, kwa hiyo hawafanyi ihtimamu na mambo ya vitabu, wala ilikuwa hakuna maduka ya vitabu. Sasa alhamdulillah, sasa hivi neema imeingia, vitabu vipo, ni wewe tu kusoma kwako. Kwa hiyo maneno yote haya yanayozungumza ni kwamba tunatakiwa tuazimie sasa, maana tusizungumze yakawa yameishia hapa tu. Iko kama wasikiliza muhadhara, kama mtu anasikiliza muhadhara kwenye kwa wasaili tawasikiliza tu, alafu basi Sheikh mwingine atasikiliza, alafu basi la. Haya ni mambo ya kuyaazimia hasa, kwa sababu upotoshaji katika jamii yetu umekuwa ni mkubwa mno, na wanaopotosha hawana hoja, ni bidii tu wanaoifanya. Sasa hakuna bidii ina mfano wake au zaidi inawakabili. Inaonekana kwamba sasa wao kama vile wako katika haki, na haya ndio madhara ya kunyamazia batil. Maneno haya yanawafaa sana tulabul ilm, na wao watakiwa wachukue kwa azma na nia njema kabisa katika kupambana na jambo hili, iwe ni nyinyi au na wengine watakuhusiana. Wa man balagh, leo tabidi tufanye siku ya kuuliza maswali. Tuulize maswali kwa mujibu wa mada zilizotolewa. Sasa mweza kuuliza maswali biidhnillah alkarim, alafu tuendelee inshallah. Naam. Barakallahu fikum. Swali langu la kwanza ni kuhusiana na mistalaha hii miwili, Ar-Rafidha na Ash-Shia. Ni ipi tofauti yake au maana yake ni moja? Sema misemo hii miwili, mara tusikia Rafidha, mara tusikia Ash-Shia. Je, ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Ikisemwa Ash-Shia, kama tulivyoeleza mwanzo kabisa, kwamba neno Shia linamaanisha wafuasi. Wao wanadai kwamba wafuasi, neno hili Ashia, mtu wa kwanza aliyewapa ilikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqad kadhabu, sio wamesema uongo. Sasa ndani yake kuna makundi mengi katika neno Ashia. Kitajwa Shia kuna makundi mengi sana.
yako zaidi ya 70 makundi yao, umegawanyika, kwa sababu kila anapofariki imam lazima kutatokea mgawanyiko na kutakuwa na kundi, isipokuwa makundi mengi yalitoweka, yaliisha, lakini yalikuwepo na yalipata nguvu katika vipindi vyao, kisha mengine yakatoweka. Lakini katika hao ukisema Shia inakusudiwa Shia Az-Zaidiyya, kimfuata Zaid bin Ali wasema ndio imamu wao, na hawa wengi walikimbilia sehemu za Yemen, hasa sehemu za kaskazini. Al-Hadawiyya, wafuasi wal-Hadi, wao wanaukubali ukhalifa wa Abu Bakar na Umar, lakini yuqaddimuna Aliyan ala Uthman, wanamtanguliza Ali juu ya Uthman, lakini Abu Bakar hawana maneno naye, wala Umar hawana maneno naye. Zaidiyya hao wenyewe wa asli, na wala hawatukani ummahatul mu'minin. Ugomvi wao uko kwa Bani Umayya kwa kiasi kikubwa sana, na pia wana itikadi nyingine ambazo ziko kinyume na itikadi ahli sunna wal jamaa, kwa kuwa kundi lao pia liliathiriwa kifikra na Mu'tazila. Kwa hiyo hao katika itikadi sahihi ya ahli sunna wal jamaa, kundi hili liliwahi kutawala kashika zimamu ya dola ya Kiislamu chini ya utawala wa Abbasiyya, Bani Buwayhi wale walikuwa ni Zaidiyya. Unafahamu, wamekwenda hivyo kwa miaka mingi mpaka Mahuthi hawa waliporubuniwa na Shia al-Ithna Ashariya, wakatekwa. Takriban sasa hivi wote ni Ithna Ashariya, Zaidiyya ya kijina tu. Misimamo yao na Shia Ithna Ashariya ni kitu kimoja. Na kundi jingine kisema Shia, pia Shia al-Ismailiyya. Shia Ismailiyya pia wako makundi mengi. Kundi hili lilidhihiri baada ya kufariki Jaafar as-Sadiq. Jaafar as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin alipofariki wakagawanyika, kwa sababu Jaafar as-Sadiq mtoto wake mkubwa wa kiume alikuwa akiitwa Ismail ibn Jaafar, na wengi wakaona kwamba huyu ndiye atakaye nafasi ya baba yake kwa ilmu na kila kitu. Alifariki katika uhai wa baba yake. Kwa hiyo alipofariki Jaafar as-Sadiq, sasa ikhtilafu ikatokea pale. Kuna kundi likasema hapana, pamoja na kwamba mtoto alitangulia, baba alifuata baadaye, lakini bado ukhalifa ni wake. Kwa hiyo kama yuni wake ndio yeye ndio anastahili kurithi, basi utakwenda kwa mwanawe Muhammad. Akapeleka hivyo. Liko kundi hilo. Kundi jingine wakasema hapana, yule hakufa, ameghibu tu, atarudi, na ndiye al-Qaim. Ndio huyo anayengojewa, huyo ni yeye Ismail, hawezi kufa hivi hivi. Umeelewa? Na kuna kundi jingine likasema hapana, maadamu yule ameshafariki, basi nafasi hii ni ya Musa al-Kadhim ibn Jaafar. Kwa nafasi ile wakampa Musa al-Kadhim. Umeelewa? Hawa ni Shia Ithna Ashariya, wakaenda kwa Musa al-Kadhim. Wale waliobaki kwa Ismail wakaitwa Ismailiyya, wakagawanyika makundi mengi. Kuna wengine mpaka leo wanaitakidi kwamba uimamu unaendelea kupita kwa watoto kizazi cha Ismail ibn Jaafar. Katika hao Ismailiyya Bahra, mabohora wale ni Ismailiyya. Tukasema ule sio Ismailiyya, ule bora. Ni katika sehemu ya Ismailiyya. Kadhalika Aga Khan wanaita
maimamu wao mpaka leo wanaendelea, bado maimamu wanaendelea. Wao hawana 12 wala 13, lakini Ismailia na wako makundi mengi, na mengine yalitoweka, yalifutika, yalikosa wafuasi. Hivyo hivyo kila baada ya imam mpaka kuna kuja mizozo, lakini makundi mengi katika hayo pia yalitoweka. Na pia baada ya kufariki Hassan al-Askari makundi kama 11 hivi 12 yalitokea, na Usia na wengineo wote katika makundi yao, lakini yalimezwa baadaye na Shia na Sharia. Kwa hiyo ukisema Shia ni mustalah uliobeba watu wengi ndani yake. Na wale Fatimia wanaitwa Fatimia. Asyuti katika Husn al-Muhadhara asema hawaiti Fatimia isipokuwa mtu jahil. Awamu ndio wanaitwa Fatimia, wale si Fatimia, wale ni al-Ubaydiyun. Hawajinasibu na Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala hawahusiani naye. Asili zao ni Mayahudi. Walisimamisha dola yao, wakakaa miaka kadhaa pale Misri, wakaimarisha Kahira, wakajenga Azhar, wakafanya mambo mengi pale mpaka walipotolewa na Salahuddin al-Ayyubi, Yusuf ibn Ayyub Salahuddin al-Ayyubi ndiye alikuja kuwatoa pale. Aliwaua kwa sababu walikuwa wanaozonesha hukumu kwamba wao ni kufara, na wao ndio walioasisi Maulid ya kusikia Maulid ya Mashia ni hao Fatimia, ndio wa mwanzo walioanzisha. Walikuwa na maulidi mengi, Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali, Maulid Fatima na maimamu wengine waliobakia. Kwa mustalahu wa Shia kuna namna. Ar-Rafidha unaposema msemo huu aghlab unarudi kwa Shia na Sharia. Kwa nini wameitwa Rafidha? Walimkataa nani? Kwa sababu Rafidha ni mtu aliyekataa. Wamemkataa nani? Naam, rafadhu Abu Bakr wa Umar wa Uthman, wamewakataa. Kwa hiyo mara nyingi kisema Ar-Rafidha wanakusudiwa hawa mashia ambao wanawakufurisha masahaba na kuwatukana kama kina Abu Bakr na Umar. Kwa ni msemo unaohusu al-imamia, na pia ikisema Shia al-imamia wanakusudia Shia Ithna Asharia, ambao sasa hivi ndio wamekuwa ni kundi kubwa la mashia duniani. Kundi lao ni kubwa, na hao wengine wamekuwa ni vitawaifu vidogo, firaq vidogo. Na ndio maana sasa sisi tunapozungumza, mtu anaweza kusema kwa nini sasa msizungumzie kuhusu bora ya kuhusu nini? Utakaa darasani utasomeshwa kitu kama hicho, lakini kwa sababu wewe hata wewe ukisema mimi nitakuwa bora hawakutaki. Yani leo hapo waanze kutafuta majoho yako meupe na kikofia kile cha kibosa, mimi kwanza leo bora hawakutaki wewe. Wataka nini wewe? Uje ufuate nini? Tutujibia viatu bwana, ndio msikiti yenu iko huko. Wewe jaribu kwenda siku moja pale barabara 4 kama utafukuzwa. Sasa bwana, mimi nimeslimu kuanzia leo, mimi ni mwenzenu. Takubalika? Siku moja labda kama utakwenda kufanya usafi au kupika au vitu vingine. Kwa hiyo athari yao katika hii jamii yetu hakuna, ni wao wenyewe tu. Tuache na mambo yao. Lakini sasa hao walipobadilisha mwelekeo, kwa sababu na hao pia walikuwa hivi Ithna Asharia, hawana vurugu na watu mpaka yalipokuja mapinduzi ya Iran na harakati na nashati zikaanza. Lakini ilikuwa ni jamii fulani ya watu fulani, basi ni wao tu. Lakini miaka ya 80 katikati hapo, mwanzoni kidogo na katikati, ndipo mambo yalipoanza, na walipoanza kudhihiri walinganizi wa Kiafrika, Afrika nzima hii. Wewe wafuatilie walinganizi wote wa Kiafrika wakilingania kwenye ushia, utakuta wametokea mwishoni miaka ya 80, mwanzoni miaka ya 90.
kina Omar Juma Mayunga au kina Abdullah Nasir na wengine wote katika kipindi hicho. Mfahamu? Wao ni Rafidha. Swali zuri hapa nauliza, barakallahu fikum. Nauliza, hao maimamu wao 12, je, na wao walikuwa wanajizingatia kuwa nao ni maimamu? Hapa aliyekuwa imamu au khalifa, aliwahi kuwa imamu na khalifa, kiongozi yani, katika hawa 12 ni watu wawili tu, Ali ibn Abi Talib na Al-Hasan ibn Ali, na yeye alisitisha safari yake akajiuzulu, lakini wengine wote hawakuwahi kufanikiwa wala hawakuwahi kuudai uongozi. Sisi nimekuja nacho kile kitabu, na kitabu kimoja nilikuwa nikisoma cha Kiswahili kidogo tu hivi, akimuelezea Ali Sajjad kama wanavyomuita Ali Zainul Abidin baada ya mauaji ya Karbala. Katika maneno aliyozungumza pale akasema, kisha akarudi Madina. Sawa, Ali bin Hussein kisha akarudi Madina, akajitenga na watu, akajishughulisha na ibada, na ndicho alichokifanya. Ali Zainul Abidin hakwenda vitani siku ile, yani hakuwepo na baba yake, hakuingia kwenye mapambano yale pale Karbala. Alikuwa anaumwa, alikuwa mgonjwa, akabaki kwenye hema amelala, huku mapambano yanaendelea. Hakuwa mapambano, ilikuwa ni kwamba ni vita, walifanya dhulma, jeshi la watu 1000 kadhaa na watu 70 katika ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakiongezwa na Al-Hussein. Kwa hiyo pale pakauliwa karibu ahli bait wote, watoto wa kiume wote. Al-Hussein aliuliwa, watoto wa Al-Hasan, watoto wake Al-Hussein na wengineo, watoto wa Aqil ibn Abi Talib waliuawa karibu wote pale. Ali hakwenda katika vita ile, katika mapambano yale, kwa mgonjwa. Allah atakumnusuru na mikono ya madhalim. Kwa mapambano yale yalipoisha na wale washamuua Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Al-Hussein akarudi zake Madina pamoja na baadhi ya ahli baiti wake, akajitenga na watu. Hakuwahi kuwa kiongozi wala hakuwahi kudai uongozi. Sisi tunamzingatia ni katika wanawazuoni wacha Mungu, wanawazuoni wakubwa wa ahli sunnah wal jamaa. Hivyo Muhammad al-Baqir, hivyo Jaafar as-Sadiq na wengineo. Tumefahamu? Na Ali bin Abi Talib alipoongoza umma wa Kiislamu hakuongoza kama kiongozi wa Mashia. Alikwenda na sera ile ya Abu Bakar na Umar na Uthman, vile. Hakuna kitu alichobadilisha. Faadhiniwe kwanza.